Luka sura ya 10 mstari wa 25 hadi 37. Inasema, na tazama, mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Wasomaje? Akamjibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. Naye akataka kujidai haki, alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando, na Mlawi vivyo hivyo. Alipofika pale akamwona, akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia, akakaribia, akamfunga jeraha zake, akizitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2 akampa mwenye nyumba ya wageni, akisema, mtunze huyu, na chochote atakachogharamiwa zaidi mimi nitakaporudi nitakulipa. Waonaje wewe katika hao watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliangukia kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo hivyo. Hii ni stori ambayo tumekuwa tukiambiwa, stori ya Msamaria mwema. Hapa kuna watu kama 4 ambao wanatajwa hapa. Kuna huyu mtu anatoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaanguka kwenye mikono ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu ya kufa. Anasema, kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando, na Mlawi vivyo hivyo. Alipofika pale akamwona, akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake, hawa alikuwa anapita, Msamaria anasafiri, na kuna mtu mmoja anatoka Yerusalemu anaenda Yeriko, njiani akavamiwa. Kwa kipindi kile Yeriko ulikuwa ni mji ambao umewekwa maalum kwa ajili ya makuhani na kwa ajili ya Walawi, wale ambao wanatumika nyumbani kwa Mungu, hekaluni, walikuwa wamepewa miji yao kule. Kumbuka ukisoma kitabu cha Kutoka na Hesabu, wakati wanaenda nchi ya ahadi, hata Kumbukumbu la Torati pia ukisoma, Walawi, kabila la Walawi, unajua makuhani walikuwa wanatoka kwenye kabila la Walawi, na Walawi hawakupewa urithi wowote, kwa sababu Mungu alisema yeye Mungu ndio urithi wao. Walawi hawakupewa urithi. Walipokuwa wanagawana ile nchi, kabila la Lawi halikupewa urithi, sababu lile kabila la Lawi Mungu alilichagua ili wao wamtumikie. Kwa hiyo makuhani walikuwa wanatoka kwenye kabila la Walawi, na mtu yeyote aliyekuwa anafanya kazi hekaluni yoyote ile hadi usafi walikuwa ni wanatoka kwenye kabila la Walawi. Hata walipokuwa wanasafiri kwenye kitabu cha Kutoka, waliokuwa wanabeba vyombo, waliokuwa wanabeba sanduku, waliokuwa wanabeba hema lenyewe, walikuwa wanafanya chochote kile kinachohusiana na hema, iwe ni pahali pa nje, mahali pale patakatifu na palipo patakatifu, wote walikuwa ni kabila la Lawi. Kwa wakati inagawanywa ile nchi kupewa urithi, Mungu alisema Walawi hawatapata urithi sababu wao, mimi ndio urithi wao, lakini akasema wapewe eneo ambalo watakuwa wanaishi. Kwa hiyo Yeriko walikuwa wanaishi wao. Sasa kwa nini, swali la kwanza tujiulize, kwa nini alitumia mfano wa kuhani na mfano wa Mlawi, afa akatumia mfano wa Msamaria? Huyu mmoja ametoka Yerusalemu anaenda Yeriko, kwa alikuwa ni mwenzao, kwa sababu Yerusalemu palikuwa ni mahali ambapo wanakaa kuabudu, wanaenda kuabudu, wanaenda kwa ajili ya ibada, wanaenda kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka, wanaenda kwa ajili ya kumwabudu Mungu Yerusalemu. Na huyu mtu anatoka Yerusalemu anaenda Yeriko, mahali ambapo wao ndo wanaishi huko. Makuhani na Walawi wanaishi Yeriko. Yerusalemu mahali pa kuabudu, mahali pa juu ambapo Mungu alikuwa amepaweka kwa ajili ya ibada. Lakini kuhani alipopita, Yesu akapita kando, akaja Mlawi akapita kando, alafu akaja Msamaria. Kwa nini Mungu akaanza Msamaria au akaanza na Mlawi? Kuhani ni mtu ambaye ameteuliwa na Mungu, amechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kufanya upatanisho kati ya mtu na Mungu. Ana wajibu wa kusimama kimaombi katikati ya mtu na Mungu. Lakini kuhani ni mtu ambaye Mungu anategemea kwamba anamjua Mungu zaidi kuliko Mlawi, sababu Mlawi sawa ni kabila ambalo limeteuliwa na Mungu kwa ajili ya kazi ya Mungu, lakini kuhani ameenda mbele zaidi. Kuna wajibu wa kiroho anao zaidi ya Mlawi. Halafu Msamaria sio kwamba alikuwa ni jina lake, alikuwa ni Msamaria kwa sababu ametoka kwenye kabila au taifa la Wasamaria. Lilikuwa ni taifa au ni kabila au ni watu ambao wanadharauliwa sana na Wayahudi, watu ambao kwa Wayahudi hawana thamani. Ndiyo maana
Ukisoma kitabu cha Yohana sura 4 utaona wanafunzi walivyorudi wakakuta Yesu anaongea na yule mama Msamaria kisimani, walishangaa kwanza. Kwa sababu Wayahudi kwanza hawachangamani na Wasamaria. Ndio maana hata Yesu alivyomwambia nipe maji ninywe, akamwambia unaniombaje mimi maji? Sisi na nyinyi hatuna gadili. Yaani hatuna chochote kufanya pamoja kwa sababu hatuchangamani. Kwa kuna ubaguzi mkubwa sana. Hawawezi kukaa pamoja, hawawezi kuishi pamoja, hawawezi kuhusiana. Kwa sababu kuna namna Wasamaria wanachukuliwa, wanadharauliwa, wanaonekana sio kitu, wanaonekana hawana Mungu, wanaonekana watu waovyo, walikuwa wanapuuzwa, ilikuwa inaonekana ni taifa ambalo halina chochote wala halina lolote. Lakini Mungu akatupa mfano wa Msamaria. Sasa Msamaria huyo aliyekuwa anadharurika, anaonekana sio kitu na sio chochote, ndio Mungu anakuja kutuonyesha kwamba huyo ndio aliyewajibika kwa Myahudi ambaye alikuwa ameanguka chini, amevamiwa na kuumizwa vibaya. Biblia inasema Msamaria alikuwa anasafiri, ila Mlawi alikuwa anapita na kuhani naye alikuwa anapita. Maana yake ni kwamba walikuwa wako karibu, haikuwa mbali sana na makazi yao. Hawakuwa wanasafiri kama ambavyo Msamaria alikuwa anasafiri, sababu huyu alikuwa kwenye safari, kwa maana alikuwa anaelekea na kwa maana ametoka. Kwa aliyekuwa kwenye position ya kumsaidia huyu mtu alikuwa ni Mlawi na alikuwa ni kuhani, hakuwa Msamaria. Sababu Msamaria yeye anasafiri, Biblia inasema kuhani akapita, vile vile Mlawi alipita, kama vile ambavyo wewe unaweza unapita kwenye mishemishe zako, ila Msamaria anasafiri. Yaani piga hesabu, mfano kuna mtu anasafiri kutoka Dar es Salaam anaenda Mwanza, amefika Morogoro, kakutana na mtu mwenye shida, alafu kuna mtu wa Morogoro pale pale, labda ametoka Mzumbe amekuja pale stendi, ana mishe za kwake anafanya. Nani ambaye yuko kwenye position ya kumsaidia huyu mtu? Huyu ambaye anatoka Dar es Salaam kwenda Mwanza au huyu ambaye yuko Morogoro hiyo hiyo? Mtu ambaye yuko kwenye Morogoro hiyo, sababu wangeweza kumchukua na kumpeleka nyumbani kwao, wangeweza kumchukua na kumpeleka hospitali. Uwezekano wa wao kumsaidia huyu mtu ulikuwepo, ila hawakujisumbua. Alafu Msamaria aliyekuwa safarini na kwake hapakuwa jirani, aliamua kumsaidia, akaingia gharama, akahakikisha anamaliza shida zote za yule mtu kwa wakati ule.